Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Mahakama ya Tanzania, napenda kushukuru kwa kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu licha ya kuwa na shughuli nyingi za utekelezaji wa majukumu yako makubwa ulionayo, na kushukuru kwa kuweza kutimiza ahadi yako uliyotoa siku ulioniapisha kuwa Jaji Mkuu mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 kwa utakapopata nafasi utakuja kuongea nasi. Tunashukuru kwamba umeweza kupata nafasi hiyo mapema. Mheshimiwa Rais, naomba nikujulishe kwamba wanachama walipopata taarifa kuwa ulikubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wamefurahi sana, ndio maana unaona ukumbi huu umefurika leo. Hii ni kuonesha imani kubwa watumishi hawa wa mahakama walionao kwako, mkuu wa nchi yani head of state, kiongozi wa serikali yani head of government, na amiri jeshi mkuu yani commander in chief, kama ibara 33 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, katika historia ya nchi yetu hii itakuwa ni mara ya pili katika Mahakama ya Tanzania kwa mkutano kama huu kufanyika na kufunguliwa na Mheshimiwa Rais, ukitanguliwa na ule wa kwanza uliofanyika mnamo mwaka 1984 na kufunguliwa na aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutokana na umuhimu wa mkutano huu, tunao imani kubwa kwamba uwepo wako Mheshimiwa Rais wakati wa ufunguzi utaleta tija na hamasa kubwa kwa wanachama wote. Hii pia inadhihirisha ni kwa jinsi gani unavyojali na kuthamini muhimili wa mahakama ambao ni mojawapo ya mihimili mitatu ya dola, yani state na serikali, yani government ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyotamkwa katika ibara 4 ya Katiba. Mheshimiwa Rais, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru viongozi wageni waalikwa na wanachama wote wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania kwa kutenga muda wao kuhudhuria tukio la ufunguzi wa mkutano huu muhimu unaotoa fursa kwa wanachama kujadili masuala mbalimbali yenye maslahi kwa chama, ikiwemo kuhimizana uwajibikaji, uhuru wa mahakama na wajibu wetu kwa taifa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia kutoa shukrani za dhati kwa watoa mada na waratibu wote waliokubali kushiriki nasi kwa kushirikisha uzoefu wao kupitia mada watakazowasilisha katika mkutano huu. Watoa mada hawa yani presenters na waratibu yani moderators wana uwezo na uzoefu mkubwa katika mada watakazowasilisha. Hivyo ni waombe wanachama wa Chama cha Mahakimu na Majaji kutumia fursa hii ipasavyo kwa kushiriki kikamilifu na kujifunza zaidi kutoka kwa wataalamu hawa ili tuweze kuendeleza uwezo wetu wa utoaji huduma za utoaji haki nchini kwa ufanisi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, maudhui ya mkutano mkuu wa Chama cha Mahakimu na Majaji kwa mwaka huu yanajenga katika msingi wa kuimarisha utoaji wa haki nchini kupitia mahakama huru yenye ufanisi na inayoendana na matakwa ya katiba na matarajio ya wananchi kwa ajili ya ustawi wao kijamii, kiuchumi na kisiasa ipasavyo. Mada kuu ya nidhimu ya mkutano huu ni jukumu la mahakama huru katika utoaji haki, and the role of independent judiciary and the administration of justice. Mheshimiwa Rais, kama nilivyodokeza hapo awali, tutakuwa na watu wa mada wenye uzoefu katika eneo hili ili kujenga uelewa mpana kuhusiana na mada hiyo. Aidha, pamoja na masuala mengineyo ya kiutumishi na kichama yatakayojadiliwa, tutakuwa na mijadala ya mada mbalimbali zenye lengo la kuhimizana kuhusu wajibikaji, kuongeza uwezo baina ya maafisa wa mahakama na wadau wake katika maeneo mbalimbali zikiwemo sheria za uhifadhi wa maliasili, sheria za kodi na benki, masuala ya kifedha na maadili kwa maafisa wa mahakama. Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, ibara 4 ya Katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali, mgawanyo wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Mihimili hiyo ni utendaji yani executive, bunge yani legislature, na mahakama yani judiciary. Pamoja na mengineo, ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kwa ajili hiyo ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya Katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama.
Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isiingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani mihimili ya utendaji na bunge, licha ushirikiano uliopo miongoni mwao. Ni kwa sababu hiyo ibara 107B kubwa ya katiba inaelekeza kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kama ibara ya 7 ya katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania inatambua na kupongeza dhamira yako ya dhati na ya kipekee katika kudumisha, kuimarisha na kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba zako mbalimbali umekuwa ukisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama na kutenda haki. Mnamo tarehe 22 Januari mwaka 2025 ulipokuwa ukihutubia katika uapisho wa majaji wanne wa mahakama ya rufani nikiwemo na mimi, ulisema haya kuhusu uhuru wa mahakama, ninanukuu: jukumu la utoaji haki nchini kwa mujibu wa ibara ya 107 hii kubwa liko mikononi mwa muhimili wa mahakama, na kwa mujibu wa katiba yetu muhimili huu uko huru, hauingiliwi na serikali. Kwa hiyo uhuru huu uendelee kutumika vizuri. Mwisho wa kunukuu. Pia tarehe 27 Juni mwaka 2025 kupitia hotuba yako ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulieleza kuwa katika kipindi chote mahakama ilikuwa huru na kamwe serikali ya kuingilia mahakama katika kazi zake. Kadhalika, tarehe 14 Novemba mwaka 2025 ukifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliendelea kusisitiza azima yako ya kuiwezesha mahakama kuendelea ili kuwa huru, kuendelea kuwa huru. Katika hotuba hiyo ulisema, ninanukuu: ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili muhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, dhamira yako hiyo inajidhihirisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Serikali unayoongoza imekuwa ikiipatia mahakama bajeti yake iliyoidhinishwa na bunge kwa 100% ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Ingawa kihalisia bajeti hiyo haitoshelezi mahitaji yote ya mahakama, tunakushukuru sana kwa kusimamia jambo hili kwa dhati. Tunaamini kuwa serikali itaendelea kuiongezea mahakama bajeti ili kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kukidhi mahitaji yake uendeshaji shughuli zake za utoaji haki na maslahi ya watumishi wote wa mahakama. Mheshimiwa Rais, maboresho yote yanayofanywa na serikali unayoongoza yana ya kuimarisha uhuru wa mahakama kwa vitendo. Ni ukweli usiopingika kwamba mahakama haiwezi kuwa huru iwapo haina miundombinu ya msingi, rasilimali fedha na mazingira salama ya kutekeleza majukumu yake. Ujenzi wa majengo ya mahakama, uwezeshaji wa rasilimali watu na fedha, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama ni nguzo muhimu zinazowezesha uhuru wa mahakama kuwa halisi, unaoonekana, unaotekelezeka kwa ustawi wa wananchi na utawala wa sheria kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, vigezo vya mahakama huru vinajulikana na vingine tayari vimeshasimikwa katika katiba yetu. Vigezo hivyo kama pia viliwahi kuelezwa na aliyekuwa Jaji Mkuu Mheshimiwa Francis Nyalali katika makala yake ya mwaka 1982 iliyokuwa na kichwa cha habari kinachosema Independence of Judiciary in Tanzania, yani uhuru wa mahakama Tanzania. Alipokuwa akisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama ni pamoja na mambo yafuatayo, yani ni pamoja
na mambo ya it was not so much exhaustive. Usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, yani security of tenure for judges and magistrates, mishahara na masilahi ya kutosha yanayolindwa kisheria, adequate and secured emolument, hawezi kuwepo bila mambo yafuatayo: kutoingiliwa na muhimili wa utendaji, that is independence from executive interference, mahakama iwe huru na mahakama iwe na uhuru wa kifedha, that is financial autonomy, nidhamu inayosimamiwa ndani ya muhimili wa mahakama, ya mahakama yenyewe, yani judicial ethics and discipline from within, that's self regulatory. Mheshimiwa Rais, katika kuonesha dhamira yako ya dhati kuhusu kulinda na kuimarisha uhuru wa mahakama, tarehe 15 Juni mwaka 2025, wakati wa hotuba yako kwenye hafla ya kuniapisha kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania iliyofanyika Ikulu ya Chamwino, Dodoma, ulitoa maelekezo muhimu, ikiwa ni pamoja na kunitaka nihakikishe kuwa mahakama ya Tanzania inakuwa yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, hakuna shaka kwamba ulipotoa maelekezo hayo ulikuwa na ufahamu mpana, na mimi nakufahamu na ufahamu mpana wa sifa za mahakama huru, mahakama yenye hadhi duniani. Ulikuwa na ufahamu mpana wa vigezo maalumu vinavyopima mahakama yenye hadhi duniani, ambavyo kwa kiasi kikubwa vinajengwa juu ya uhuru wa mahakama katika kufanya maamuzi yake bila woga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zote. Wakati fulani tunadhani ni uhuru dhidi ya muhimili wa utendaji na bunge peke yake. Pande zote, yani watu wote, wawe mwandishi wa habari na raia wengine wa kawaida na wanasiasa na kila mtu. Mheshimiwa Rais, katika kuonyesha Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa vigezo vya kimataifa vinavyotumiwa na Umoja wa Mataifa, Benki ya Dunia, International Commission of Justice, World Justice Project na taasisi nyingine za kikanda na kimataifa za utawala wa sheria hutumia viashiria au vigezo maalumu kupima utendaji wa ubora wa mfumo wa mahakama. Vigezo hivyo ni pamoja na hivi hapa. Yaani sio hii orodha, sio yote, ni vichache. Maana tukizungumza mheshimiwa, moja, uhuru wa mahakama na kutopendelea upande wote, yani judicial independence and impartiality. Hiki ndicho kigezo muhimu zaidi. Hupima ikiwa mahakama inaweza kufanya maamuzi bila kuingiliwa na serikali, wanasiasa au masilahi binafsi. Uhuru wa mahakama dhidi ya shinikizo la mihimili ya utendaji au bunge, mtu binafsi au taasisi nyingine yoyote. Kutopendelea upande wowote, ikiwa majaji wana upendeleo au kama wanatendea pande zote kwa usawa bila kujali hadhi zao. Vigezo hivi viko kwenye katiba zetu na sheria zetu, hivyo vipo tayari kwenye katiba yetu. Kigezo cha pili ni usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, that is security of tenure for judges and magistrates. Hapa ni lazima ajira ya jaji au hakimu ilindwe hata pale anapotoa maamuzi ya haki yasiyofurahisha. Kwa upande wa Tanzania, usalama wa ajira za majaji umelindwa kikatiba. Ibara 110 kubwa ibara ndogo ya 3 ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa kushughulika na nidhamu ya majaji wa mahakama kuu. Ibara 120 kubwa ibara ndogo ya pili ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa nidhamu ya majaji wa rufani. Kwa ujumla, kabla ya kumuondoa jaji kazini, ni lazima kuwe na, kwanza, tuhuma nzito za kimaadili au kisheria dhidi yake; pili, uchunguzi wa tume ya utumishi wa mahakama, Judicial Service Commission, ufanyike; tatu, na mapendekezo rasmi kwa rais ili kuunda tume ya uchunguzi ambayo nusu ya wajumbe wake watakuwa majaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufani kutoka katika nchi yoyote kwenye Jumuiya ya Madola.
Usalama wa ajira za mahakimu unalindwa kisheria hata kama bado kuna changamoto, kwani utumishi wao ni wa kudumu, that is permanent and pensionable, isipokuwa kama wamewajibishwa kwa masuala ya kinidhamu kwa kikiuka maadili ya utumishi wao. Aidha, mchakato wa kuwapata majaji na mahakimu unasimamiwa na kusimamia nidhamu yao unasimamiwa na Tume ya Utumishi wa Mahakama na ni huru, wa wazi na hauingiliwi na mamlaka yoyote. Kwa jumla, kigezo hiki cha pili nacho kimezingatiwa sana katika katiba yetu. Kigezo cha tatu ni urahisi wa kufikia huduma za haki, yani access to justice. Mfumo mzuri wa mahakama ni ule ambao wananchi wanaweza kuufikia na kutumia kikamilifu bila kikwazo vyovyote. Moja, uwezo wa kumudu gharama. Je, ada za kisheria na gharama za mawakili ni za kuridhisha? Pili, ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Je, watu wanaweza kufika mahakamani kirahisi? Je, huduma zinapatikana kwa lugha za wenyeji? Halafu tatu, msaada wa kisheria. Je, serikali inatoa mawakili kwa wale ambao hawawezi kumudu gharama zao? Moja, katika hili pia sehemu kubwa imetimizwa. Tunazo sheria za legal aid, na pia Mheshimiwa Rais kupitia Samia Legal Aid Project kuna mfuko huo kusogeza hizi huduma za watu wanaohitaji hizi huduma za kisheria lakini hawana uwezo. Kwa tunazo sheria ya legal aid tangu mwaka 1969 na mwaka 2017 tulitunga sheria nyingine inaitwa the Legal Aid Act. Lakini ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Lugha tunayotumia ni ya Kiswahili. Ni ya Kiswahili, tumeshatoka kwenye lugha ya Kiingereza. Na Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali atakapokuwa amekamilisha tafasiri ya matoleo ya kisheria ya hizi kwa lugha ya Kiswahili, tutaanza pia kuandika hukumu kwa Kiswahili. Nimeambiwa yuko katika hatua za mwishoni, na sheria tayari ilishatungwa inayosema lugha ya mahakama itakuwa ni ya Kiswahili. Sasa hila uwezo wa kumudu gharama sinalo hakika sana, ndio maana serikali ikaja na utaratibu huu wa legal aid, na sasa mheshimiwa, kupitia ule mfuko wako ile Samia Legal Aid Project. Kwa haya ni mambo ambayo tumepiga hatua kubwa sana. Lakini kuhusu upatikanaji wa hizi haki zenyewe, niseme tu kwamba Rais Masawe amenitambulisha hapa kama jaji. Mara kwanza alisema jaji wa mahakama, jaji mkuu wa mahakama, jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadaye akasema jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Sasa mimi ambaye ni mwanasheria wa hizi sheria za kikatiba, niseme tu kwamba ibara 118 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtambua jaji mkuu kama jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Mahakama ya Tanzania ikiwa ni moja wa muhimili unaounda dola na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika ibara ya 42 ibara ndogo ya 5 inamtambua huyu jaji kwamba ni jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Masawe hakuwa amekosea, alikuwa hana uhakika tu. Sasa Mheshimiwa, nimeona nilifafanua hivi kwa sababu ni rais mdogo pale mnaye hapa mezani, asiondoke amekwazika sana. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa hivi kama jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitoe taarifa mbele yako kuhusu accessibility ya hizi justice ya kupatikana kwa haki nchini. Kwa upande wa Tanzania bara, tunazo huduma sasa za mahakama za wilaya nchini kote, katika wilaya zote za Jamhuri ya Muungano, mahakama za wilaya zote isipokuwa wilaya 3. Wilaya Chamwino ambao ujenzi jengo lake unakamilika mwezi huu kabla ya Juni. Wilaya Mkarama ujenzi wa mahakama ya wilaya inaendelea, na wilaya Ikungi ambao tunaanza ujenzi wa mahakama ya wilaya mwaka kesho wa fedha, mwaka ujao wa fedha. Sasa hizi mahakama kwa sasa wananchi wake wanapata huduma. Kwa mfano Chamwino pale unapokaa wao wanapata huduma mahakama hii hapa, na Ikungi na Mkarama wanapata huduma zao mahakama ya wilaya Iramba, alafu Ikungi wanapata huduma zao pale mahakama ya wilaya ya Singida. Kwa hiyo tumepiga hatua. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar, mahakama zote, wilaya zote zina mahakama
za wilaya na mikoa yote na mahakama ya mikoa, na huku Zanzibar, maana Unguja kuna mahakama kuu pale ya Zanzibar pale Tunguu, na sasa inajengwa mahakama kuu Chake Chake Pemba. Tulifikiri kwamba ongeza kuifungua wakati huu, lakini tukasema hili ni swala msingi sana, tulitafutie muda wake mahususi. Lakini kabla ya sherehe za Muungano, Mheshimiwa, tutakuomba uende tufungulie lile jengo. Tunasogeza huduma zetu kwa sababu mahakama ya Muungano hii ya rufaa ni mahakama ya Muungano. Sasa haiwezi kuwepo mahakama ya rufaa kama una mahakama kuanzia mahakama za mwanzo kule mpaka huku juu. Lakini kwa bara pia tunazo mahakama za hakimu mkazi katika mikoa yote, na hizi tuko kwenye mchakato wa kubadilisha jina, badala ya kuziitwa mahakama za hakimu mkazi ziitwe mahakama za mkoa, ziwe na kazi za kufanya pale, zitusaidie kuharakisha kesi nyingi pale. Kwenye hilo Mheshimiwa, nikupe taarifa tu kwamba tumeshirikiana kwa karibu sana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kupitia ile idara ya waandishi wa sheria kuandaa ule mswada. Hii inakuja na tija kubwa, ndio maana unaona hata makofi yanapigwa kule. Tunayo mahakama hapa inaitwa mahakama ya hakimu mkazi, na kule Bukoba kazi ni wanawake. Sasa wakati fulani tunapata shida hapo mbele yako, nayo Mheshimiwa Jaji Mwarija siku moja akipata nafasi atakusimulia shida ya watu wa kule Bukoba na mahakama ya hakimu mkazi. Wao wanataka kesi zote sikilizwe na msheja hakimu mwanaume. Sasa tunatoka huko, tutaita hii leo. In fact wananchi wametutangulia. Wananchi siku zote wanaita mahakama ya mkoa, na sasa karibu kila mtu ni hakimu mkazi. Hakimu mkazi ni yule mwenye shahada ya sheria. Tunao mpaka mahakama za mwanzo. Mahakama hii imekuwa haitusaidii sana Mheshimiwa Rais. Ina mamlaka sawa na mahakama ya wilaya. Yaani kama unamfanya mkuu wa wilaya au ina mamlaka sawa na mkuu wa mkoa. Sijui sheria ilikuwa wapi, hata mimi sielewi. Imekaa hapo miaka yote ile. Tunataka kuharakisha hizi huduma Mheshimiwa Rais. Ndio maana natumia muda mrefu hapa kidogo. Urahisi wa kufikika huduma hizi za haki. Tutashusha mashauri mengine yanayosikilizwa na mahakama kuu yasikilizwe na hii mahakama. Alafu itapokea pia na rufaa kutoka mahakama ya wilaya. Mashauri haya yataenda kwa spidi kubwa sana. Sisi makusudi yetu ni kwamba tulikusudia kwamba ifikapo Juni mwaka huu tusiwe na backlog yoyote, tusiwe na kesi yote inayochelewa. Lakini kwa sababu ya urasimu huu serikalini, mara kubadilisha sheria na watu wengine wanajivuta na nini, tumelazimika tutaenda sasa mpaka tumejiwekea target mpaka Disemba tutakuwa tumemaliza hii kitu, tutakuwa tumemaliza backlog zote. Na majaji na mahakimu hao Mheshimiwa Rais wana ari kubwa sana. na kimsingi wanafanya kazi nzuri, wakisikia neno la matumaini kutoka